nimekataa ofa ya mtu fulani aliyewahi kuniambia, Barikiwa, nataka nikupe kazi ya kunisema vizuri na kumpinga yule, kuwapinga wale. Mai kupewa wito jiunge na Chadema ili siku ya matatizo wao wanakusaidia. Nisema hapana, mimi nitamsifia yeyote atakayefanya vizuri na nitampinga yeyote atakayefanya vibaya. Mimi nitakuwa upande wa jema litakalotendwa na mtu yoyote kwa nia ya kweli. Nitakuwa kinyume na mtu yoyote atakayetenda baya kwa nia yoyote. Shalom watu wa Mungu. Nimependa nitolee ufafanuzi upendo wenu na ushauri wenu, ambao wengi mmesema, mchungaji, sasa ni vizuri usitumie simu kabisa, kwa sababu wanaweza wakaitrack wakaupata mahali ulipo. Nimependa nitoe ufafanuzi wa jambo hilo, ingawa sitazuia mashauri zaidi, kwamba mimi binafsi nimechukua hatua hii ya kukimbia mkoa ama kukaa mafichoni. Binafsi sioni kama nina uadui kihivyo na watu ambao pengine wamekuwa na makusudi ya kutaka kunidhuru au kuniua. Ninachokifanya au nilichokifanya hapa, nimefanya ili kuondoa dhana ya kwamba niko kwenye mapambano nao au napambana nao au nawatunishia msuri. Kuna lugha katika Kiswahili huwa inasema mwenye nguvu mpishe. Kupisha ni unyenyekevu, kwa sababu wakati fulani watu hutaka kumdhuru mtu kwa sababu ya misukumo, ila baada ya muda wakijiuliza, hivi palikuwa na kosa kubwa kiasi gani la kumdhuru yule mtu? Wasema hamna. Kwa kukimbia ni kunyenyekea, wakati mwingine ni kuipisha ghadhabu, ni kumfanya aliyekuwa na misukumo ya aina yoyote kutaka kudhuru akae chini, apate muda wa kufikiria kwamba hivi huyu namdhuru kwa ajili ya nini? Ana kosa kubwa kiasi gani? Na mapambano gani? Kwa mfano, moja ya kitu ambacho ni maarufu sana, mtu akienda mafichoni, pengine ni kwanza sasa kukabili watu, kuanza kukabili watu kwa namna yenye uwazi zaidi, yenye hasira zaidi, ama kuhamasisha namna fulani ambayo inaonyesha moja kwa moja anapambana na hawa ambao walijipanga vibaya kwa ajili ya maisha yake, au wameshafanya mabaya mengi kwa maisha ya watu wengine. Mimi kwangu sio hivyo, haitakuwa hivyo. Sitatumia nafasi hii ya kukaa mafichoni nilipo kutoa clip au post zinazoonekana niko kundi fulani, niko genge fulani, niko upande fulani wa kisiasa. Na hata wale ambao wakati mwingine walikuwa wanasema, Barikiwa, tukimkamata kwenye simu yake tunaweza tukakuta ana mawasiliano na watu fulani, ulinikosea sana. Polisi waishawahi kuchukua simu zangu mara kadhaa kwa kunishtukiza sana. Wao ni mashahidi, hawajawahi kukuta genge lolote nililonalo na mawasiliano yoyote yanayoonyesha nimewahi kufanya na mtu yoyote.
niliwapa password za simu zangu, walivichimbua mpaka ambavyo niliwahi kufuta. Hawakuwahi kuona genge lolote nilonalo. Kwa hiyo hata kunikabili, kunikuta mahali kwamba pengine tuone anawasiliana nani, anapanga na nani mipango yoyote kwa siri, nina hakika hawajawahi kuona, na sina kwa njia yoyote. Sina genge lolote. Mtu tukimbana huyu atasema habari za yule, mtanionea bure. Sina genge na mtu yoyote, sina mipango na mtu yoyote kwa njia ya simu, kwa njia ya kukutana. Sasa kupotea na kutokuendelea kutoa mtazamo wa ile kujulisha sasa watu, kutokuwajulisha chochote, inampa mtu aliyekuwa na kutafsiri vibaya kuendelea na mipango yake na kuona okay, huyu kwa yote vile yuko kwenye vikao fulani, yuko chimbo fulani, yuko kwenye mazungumzo fulani na watu fulani, pengine anatumia akaunti nyingine, ndiye anayechochea kitu fulani. Mimi sitaonekana kwenye mapambano hayo. Kwa nini? Pia kwa sababu pia cha kuokoa sina. Kitendo cha kwamba nishindwe kumwokoa mtoto wangu, hapa nimechukua ya maamuzi ili tu kuepuka kuumiza watu wengi zaidi, ambao mimi nikiuawa kwa sababu ya msukumo na wa mshtukizo tu, ama watu walio karibu na mimi wanaonizunguka wakiuawa, wanaponipigania mimi nisiuawe, naamini duniani patazidi kuwa pabaya zaidi kwangu, kwa mke wangu, lakini pia na kwa watu walio karibu nami. Lakini sina mapambano yoyote, wala hamtaona mapambano yoyote nikionekana niko kwenye genge lolote la kuhamasisha chochote. Naamini ukombozi ambao pengine ni tofauti sana na ukombozi wa wanasiasa wengi wao, au watu wanaotegemea ukombozi kwa njia za kisiasa. Wengi wa wanasiasa wanapigana ili na wenyewe wapatepo cheo, wanapigana ili na wao walepo, watawalepo, wakaepo juu. Wengi wanasema tu kinachotakiwa cha kwanza waondoke CCM na sisi tukaepo. Mimi moja, napinga tu ubaya, kwamba mbaya, muovu, mtu anayeua watu, anayeonea watu, binafsi, anayependa apate yeye tu na familia yake, hata kama wengine wengi watateseka. Mimi naamini si mtu, si neno la Mungu. Huyo natakiwa kumpinga akiwa chama chochote. Lakini ikiwa kwa hayo, mtazamo wangu pia unaonyesha kwamba napenda usawa, napenda haki, usawa, usilopenda kumtendea mwingine, usilopenda mwingine akutendee, na wewe usimtendee mwingine. Walivyo watoto wako, unavyopenda wawe walivyo wazazi wako, unavyowakea, ndivyo umjali mkee, umwangalie na mtu mwingine awe hivyo. Naamini katika nchi mpya ambayo vilio na maombolezo havitakuwemo ndani yake, wala kufa. Atakayewahi kufa atakuwa na miaka 100, huyo ndo atakuwa mtoto mchanga. Hayo yameandikwa katika Isaya 65 kuanzia mstari wa 17 mpaka mwisho. Mtazamo huu huwezi ukawakuta kwa wanaopigania ukombozi kisiasa. Nakubali ukombozi wowote unaopiganiwa kisiasa ni jambo jema, inaweza kuwa msingi wa kupigania sasa ukombozi wa jumla wa hiyo Isaya 65 kuanzia mstari wa 17. Lakini sitaonekana katika namna inaonekana ni mapambano. Jambo la pili, B, ni kwamba
ikiwa kwa hatua hizi nilizochukua, pamoja na hayo kutakuwa na hatua za kwamba mpaka tutraki simu tumpate kwa njia ambazo natumia kurekodi vipindi na vinakorushwa, vinakopelekwa, ambako ndiko vinaenda kurushwa hewani. Kimsingi simu hii inayotumia sio inayotumika kuvirusha. Namna vinavyosafirishwa kwenda kurushwa mahali kwingine, hiyo namna yote ikajulikana, basi itakuwa nilikuwa na hatia mioyoni mwa waliokuwa natafuta kunidhuru, ambayo hata ningenyamaza vipi wangenitafuta. Kunipata tu hapa nilipo, unanitafuta tu, unanitafuta tu mpaka nimpate, basi nina hatia ambayo hata nijinyamazie vipi, hata nikae kwenye handaki, nitapatikana, nitafukuliwa. Lakini ukweli ni kwamba sina ugomvi wa aina hiyo. Na ifahamike pia kwamba hapa tulipo, hapa nilipo, kukimbia Mungu anaweza akawa ameruhusu ili tutimize unabii ama mapito ya watu wa Mungu wengi. Baadhi walikuja kuokoka na kuokoa jamii zao, na baadhi walifia kwenye kukimbia huko, kwamba kwenye hii kukimbia tunaingia kwenye rekodi. Ukisikia kina Paulo walishushwa kwenye kapu, walipewa taarifa za kiintelijensia na ndugu zao, walikimbia. Kina Musa walikimbia, kina Daudi walikimbia, kina Yesu walikimbizwa, kina Elia walikimbia. Basi ukisikia manabii wengi walikimbia, huenda na sisi tunaweza tukawa tumeingia kwenye rekodi za watu wa Mungu. Na usiposema hiyo habari, watu wengi wanaweza wasijue, na ukaja kupewa hata kesi tu, ama ukafia mahali fulani huko kwenye pango, kaja kuzushiwa tu kwamba alikuwa kuzini na wanawake, ikawa trendi hivyo. Lakini kusema ni kuingia kwenye record za watu wa Mungu walivyowahi kupita. Lakini ingawa hili inaweza kawa na utata kwa wahubiri, mimi kile kilichoandikwa katika Mathayo 24 kuanzia mstari wa 15 kinaonyesha kabla. Ukisoma usiongeze chochote, soma tu lilivyoandikwa vile vile. Utaona kabla ya dhiki kuu, kabla ya unyakuo, palianza dhiki kuu ambayo iliandikwa kwamba kwa ajili ya wateule siku hizo zilifupizwa. Isingekuwa sio hivyo, asingeokoka hata mmoja. Na kwamba walio Yahudi wakimbilia milimani, na anaelima sija karudi akaangalia nyuma au kuchukua shati lake nyuma. Mimi mara kadhaa nimehusika, kwa sababu nimesema baada ya dhiki ya siku hizo ndipo parapanda itapiga. Parapanda ndipo itapiga, ndipo mwana wa Adamu atakuja kunyakua. Lakini sasa hapa sitaki tuingie kwenye mabishano, ila nahusisha sana kinachoendelea ndani ya nchi yetu na dhiki kuu, na kihusisha sana. Kama
kama sio dhiki kuu, basi vinafanana sana. Ukisoma kuanzia Danieli 11 mstari kama wa 20 mpaka mwisho, utaona vitu vingi sana ambavyo vinafanana yaliyoendelea sana katika nchi yetu. Watu kuuawa, tuwema, watu kutekwa siku nyingi, ngome zenye nguvu kutekwa kuwa upande mmoja. Utavifananisha sana. Sasa ngome zenye nguvu, nchi itagawanywa kwa rushwa, na atakayemkubali atakapotaka awe upande wake atamwongeza kwa cheo na kwa utukufu, ila ambaye hatamkubali atakapotaka awe upande wake, licha mabaya yote, cha moto atakiona. Ukisoma maandiko yote hayo mpaka mwisho, kuanzia Danieli 11 mstari wa 20 mpaka mwisho, unaweza kaona mazingira ya aina hii hapa tulipo. Kama hiyo haitoshi, kuna ambao mmesema kanisa sasa silitakufa. Niseme kanisa lishakufa tangu niliposhindwa kuzuia kifo cha mtoto wangu, kwa sababu mimi nasoma katika Timotheo kwa sura ya 3, anasema mtu anayetaka kuwa shemasi au askofu hawa na uwezo wa kuilinda familia yake, sababu akishindwa kuitiisha kuilinda familia yake, tawezaje kuilinda kanisa? Kwa kuwa nishindwa kuzuia kifo cha mwanangu wa pekee, na nikashindwa kuzuia vifo vya watu wengine, na ikiwemo Sifa, mtoto ambaye ulibadili na kuwa kama mwanangu kwa mambo mengi. Kanisa pale kulikuwa na kila sababu watu waliopo kanisani watawanyike kabisa. Hao waliopo ni wale waliovutwa na Mungu, kwa sababu Mungu pekee anajua nilichobeba ni cha milele. Hivyo lazima wawepo watu ambao hata nisipokuwepo watakibeba kwa moyo niliobeba. Ndio maana wapo hapo, na huenda kwa hali yoyote wataendelea kuwepo mpaka mwisho wa dahari, ama mpaka ukombozi wa kweli utakapotokea. Mimi katika unyonge na hali yoyote nimeamini ya kwamba inawezekana ile mizeituni miwili ikaja kutokea nikawa ni mimi, na kama sivyo, basi wale walionifuata katika mashimo, katika mapango, katika taabu, katika uchungu wa kila aina, bado wameendelea kuona kwamba ni moja kati ya mhubiri mwenye picha sahihi sana juu ya umilele wa binadamu na makusudi ya milele ya Mungu kumleta duniani mwanadamu. Basi inawezekana mimi kama sitatokea kuwa mizeituni miwili ile ya Ufunuo 11 mstari wa 3, basi inawezekana nitachochea kati ya wale ambao wamekuwa pamoja nami, mmoja wao au watakuja kutokea baadhi kuwa mizeituni ile miwili, yani kwa zile nguvu ambazo zinatajwa kwa ile mizeituni miwili ilivyokuwa ikifanya kazi. Msomaji unaweza kaenda kusoma hapo. Jambo la mwisho ni kuhusiana na ona ulimpinga Abiudi kukimbia na wewe umekimbia. Namba ieleweke kwanza pale, sikupinga kukimbia. Sikupinga kukimbia, nasema nilitaja pale kwamba kina Elia wamekimbia, kina
Musa aliyokimbia, kina Daudi aliyokimbia, kina Yesu aliyokimbizwa, kina Paulo aliyokimbia. Niliongelea sababu za kukimbia, lakini ili yasiwe marefu, kujulisha kwamba baadaye ni kuja kufahamu karibu kila mtu na namna anayoweza kuongozwa na Mungu kujua hii sababu. Utaondoka pasipo mpango wangu. Kwa hiyo wefahamu ya kwamba nimefahamu ya kwamba kama Abiudi na wengine, hususan Abiudi kwa sababu ndiye niliyesema, kama information zilikuwa na uhakika kabisa kwamba angeweza kupotezwa na asiuone ukombozi ama asiendelee na lile kusudi ambalo Mungu alimkusudia hapo baadaye, basi jua alifanya vizuri. Paulo anasema tulipokuwa watoto tulifanya kama watoto, tulipokuwa watu wazima, nilipokuwa mtu mzima niliyabatisha mambo ya kitoto. Mimi siogopagi kuonyesha kwamba hapa nilikosea, kama tu kusudi la Abiudi hatari ilistahili kukimbia kama hivi nilivyoona mimi. Sababu wengine wanasema sasa wewe unajitetea, unaonyesha sababu zako za msingi kuliko za wenzio. Kama ni sababu kabisa ya msingi, basi wejua nilikosea. Na sio ni aibu. Sio ni aibu. Mimi niliona kusema hivyo ni kujaribu kuweka vizuri wahubiri, kwamba kama mnajiponya mno. Lakini kama kwa sababu za msingi kama hizi ambazo mimi zimepelekea chukua hatua hii, basi chukua tu hili nilikosea, nisamehe, na ujue katika tunaotaka kufanya mengi, kufanikisha mengi, lazima tunakuwa na mistakes nyingi, ila ndizo zinazokuja kutufanya baadaye tuonekane ni hodari sana, ni mashujaa sana, tumejua mengi. Ila wewe ambaye unafanya machache, mara nyingi utajua machache. Akili hutokana na kukosea kwingi, akili hutokana na kuthubutu kwingi na kugusa vingi, ila kwa nia njema isiyo na wivu, isiyo na chuki. Mwisho ni kujulisha kwamba mimi wakati wote nitaonekana kanisani. Najua pengine kuna shida za Barikiwa, pengine tukimpata tutalijua genge lake, tutajua kundi lake, au tutampata mtu fulani. Mimi utakuwa unanionea bure. Sina mtu yoyote ambaye nina mawasiliano na mahusiano naye na mipango naye kwa siri au peupe. Mimi nimekataa ofa ya mtu fulani aliyewahi kuniambia, Barikiwa, nataka nikupe kazi ya kunisema vizuri na kumpinga yule, kuwapinga wale. Mai kupewa wito jiunge na Chadema ili siku ya matatizo wao wanakusaidia. Nisema hapana, mimi nitamsifia yeyote atakayefanya vizuri na nitampinga yeyote atakayefanya vibaya. Mimi nitakuwa upande wa jema litakalotendwa na mtu yoyote kwa nia ya kweli. Nitakuwa kinyume na mtu yoyote atakayetenda baya kwa nia yoyote. Ikiwa msimamo huo ndio unaoniweka kwenye shida, naamini kusimama katika
msimamo huo kwa uwazi kabisa kwa maisha yangu yote, bila kujalisha nitaishi kwa tabu kiasi gani, salama kiasi gani, kwa hatari kiasi gani, na hata kama sitakuwepo duniani mapema kwa namna yoyote. Hivyo julikane, nimekimbia hii nipishe tu ghadhabu, nipishe tu hasira, lakini pia nionyeshe unyenyekevu kwamba siko kwenye vita na yeyote, siko kwenye mapambano na yeyote. Na nikikupa hata wakapata ujiko, sika kwamba shukuru umekimbia, ungetuona. Mimi kwangu sipo hapa kushinda, nilishashindwa kitambo. Nilishashindwa kitambo. Kwa hiyo nafikiri tu kuendelea kuhubiri na kwamba kusema nyamaza, hapana. Mimi kwenye maisha yangu mpaka siku ya mwisho nitakuwa nahamasisha, njoni tuzungumze. Isaya aliitisha mazungumzo. Isaya aliitisha mazungumzo, na mimi nitabaki naitisha mazungumzo. Na ndio naitisha mazungumzo na watu ambao hawataki, wanataka tu pengine wasifie, wakubali, sema mnayofanya ni vizuri, kwa ndo kulinda amani. Hiyo ndio tafsiri ya amani. Wataki kulia kokote, wataki kulalamika kokote, wataki kufafanua kokote, nataka tu wasifie na unge mkono namna wanavyotenda. Nje na hivyo, sisi ambao tayari tulisha kuwa na ushawishi katika jamii na umaarufu kidogo, basi wanatutafsiri moja kwa moja kwamba tuko kinyume nao na kufikiri mabaya. Lakini pengine kufafanua tena na tena, hata kama wataendelea kufikiri vibaya, kitokea umeuawa, haupo duniani, basi watu watakuwa wamejua hakika huyu alikuwa mtu wa haki, kwa sababu mpaka mwisho ulijulikana umeshika nini. Nje na hapo, kama nilivyosema, unaweza tukazushiwa kwamba alikuwa kwa alishangazi, alikuwa analewa kwenye baa, amefia huko, na kwa kuwa kukuwa na updates zote za maisha yako, ikaja kuwa ni vigumu sana watu kuja kujua ukweli wa maisha yako. Mungu aiturudisha, ametuweka kwa ajili ya neno lake, kwa ajili ya Injili. Tutaihubiri tukiwa katika hali zozote. Asante kwa kunisikiliza. Hii ni sauti ya mtu aliaye akiwa mafichoni. Anasema, itengeneze njia ya Bwana, nyosheni mapito yake. Heri mtu atakayeteswa, atakayefungwa, atakayeuawa, ama afae katika Bwana tangu sasa pate kupumzika mara baada ya taabu yake. Kwani Mungu mwenye haki yu karibu kuja. Hii ni maana neno Maranatha.